Mambo vipi mtazamaji wa Master Voice Online TV? Usisahau kusubscribe, ku-like, ku-comment na kushare. Bana, leo tumepita katika ukurasa wa kwake Godbless Lema, ule ukurasa wa Instagram unaofahamika kwa jina la Godbless J Lema 1. Leo bwana kule amemposti yule Pastor Rose, kama unamkumbuka vizuri. Wiki hii ametrend sana Pastor Rose, akizungumzia kwamba yeye ana degree 4 na hawezi kufua boxer. Meelewa, boxer zile nguo za ndani za wanaume, kama unakumbuka vizuri. Wanasema yeye ni msomi, hawezi kufua zile boxer zile nguo za wanaume za ndani, lakini pia amesema hawezi kupika. Sasa Lema hakukaa kimya, akafafanua na kumjibu Pastor Rose. Ameandika hivi, anasema naandika kwa ajili ya binti yangu Brilliant. Tatizo la zama hizi ni kwamba tunawasilisha ndoa kana kwamba ni gereza la ndoto, wakati ukweli ni kwamba ndoa bora ni mahali ambapo ndoto za pande zote mbili hukua. Lakini juu ya ndoto zote kuna ndoto moja kuu zaidi: kuishi kwa furaha, upendo, heshima na unyenyekevu. Kufua boxer au kupika ukiwa na degree 4 si udhaifu, kama ambavyo elimu si kipimo cha ubora wa ndoa wala thamani ya mtu. Mambo haya yanaweza kuishi pamoja bila mgongano. Elimu haimfanyi mtu kuwa mkubwa kuliko huduma, na huduma haimpunguzii hadhi ya mtu. Mtu anaweza kuwa na shahada nyingi, akaongoza na kubadilisha jamii, na bado akachagua vitendo vya upendo ndani ya ndoa. Hilo si kushindwa hadhi, ni uchaguzi wa upendo. Tatizo huanza pale majukumu ya kifamilia yanapoonekana kama adhabu baada ya kujitoa. Ndoa si mashindano ya vyeo au vyeti, bali ni safari ya kuulizana, leo nitakufanyia nini ili maisha yetu yawe bora zaidi? Ndoto za mtu mmoja mmoja zina thamani, lakini ndoa yenye afya hujengwa pale ambapo sisi inakuwa kubwa kuliko mimi. Wakati mwingine mmoja huweza kuashiria au kubadilisha ndoto yake kwa ajili ya familia. Huo si udhaifu, ni ukomavu. Swali la msingi ni nani anapaswa kufua boxer, bali ni je, tunajenga maisha ambayo kila mmoja ana nafasi ya kutimiza ndoto zake, huku tukilinda upendo, amani na heshima ya pamoja? Mwisho wa yote, ndoa haijengwi na degree wala cheo, bali ni upendo, heshima, unyenyekevu na kujitoa. Hapo ndipo ndoto mbili zinapogeuka kuwa maisha bora ya pamoja. Mwanamke hapaswi kuzuiwa kukua katika elimu na maarifa, lakini pia anapaswa kuelewa kuwa ukuaji wake wa kweli huonekana zaidi pale anapolinda ndoa kwa unyenyekevu, busara na hekima, kama ilivyo kwa mwanaume pia. Ndoto za mtu mmoja zinakuwa muhimu, lakini katika ndoa yenye hekima, mimi hufa ili sisi iishi kwa upendo, heshima na unyenyekevu. Pengine my beloved Cynthia Rose alikuwa na msingi mzuri kwa hoja yake, lakini pengine uwasilishaji wake tu ulipaswa kwenda mbele zaidi kwa unyenyekevu na maarifa. Maana ikieleweka juu ni hatari sana. Huo ndio ujumbe wake, ameandika Godbless Lema katika ukurasa wake ule wa Instagram unaofahamika kwa jina la Godbless J Lema 1. Sasa kule chini kuna comment nyingi pale zimeandikwa pale. Kwa hiyo ukipata muda unaweza ukapitia. Usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na kushare. Asante.